Mimi ni mtoto wa Kiislamu, natakiwa muda wote niwe na udhu. Angalia kama hivi nilivyo. Niseme niende kwenye nyumba ya ibada na namna hii. Hata walikuwepo hapo si watanishangaa. Wataona kama nimevizia kuiba vitu vya watu. Natamani kuswali lakini hali yangu hii sina hata hudhu na siwezi kupata hudhu kwa mazingira niliyokuwa nayo. Hiyo ni kauli ya Hamadi Rashidi, kakaangu ambaye sasa hivi yeye anaokota vyupa ama chupa mitaani ili ajipatie riziki, na ametokea Tanga akiamini Dar es Salaam itabadili maisha yake, na imekuwa tofauti. Sasa hivi anatamani tena kurudi nyumbani ili aanze maisha mapya akiwa na mtaji ama akiwa na kianzio, lakini bado yupo katika chini ya mti akitafakari ataanzaje. Mimi nimeondoka kijijini, lengo ni kuja kutafuta maisha, au sio? Kutoka kule lengo ni Dar es Salaam kutafuta maisha. Ndio nimekuja sasa, nimefika hapa. Kwa bado mambo hayajakaa sawa kwa kifupi. Najitahidi kurekebisha. Maana tuseme ni makosa kuja Dar es Salaam, uliona kuna fursa lakini umekuta hamna fursa zozote na maangukia huko. Sasa kuna plani zozote za kurudi? Plani mimi kama ni kurudi kule, natakiwa nirudi na nyenzo. Kama ni kilimo, kujikita kwenye kilimo. Kama ni kujikita kwenye ujasiriamali wowote ule. Inabidi nikirudi kule niwe na nyenzo. Nishakwambia kwamba mimi sokoni pale nishafanya kazi sana za kubeba mizigo. Kwa hiyo naelewa. Nilikuwa nafuatilia mambo ya pale namna yanavyoenda. Kwa hiyo naelewa. Yaani nyenzo nikizipata siwezi kufeli. Unajua kijijini, unajua mtu ukiwa na eneo lako, tuna kubwa tu la kutosha. Unajua kuna mambo mengi ya kuweza kufanya. Yaani nisema mtaji tu, hakuna kitu kinaweza kwenda bila mtaji. Hapa sio kwamba nimefika kaka. Inapotokea shughuli zingine zinakuja ambazo naona maslahi yake yakoje, basi yani mimi nipo kikazi kivyo vyote hivyo. Sijai kulala mpaka hapa ninapokuwa. Sasa sisi watoto wa Kiswahili nimezaliwa katika maisha magumu, yani mpaka umri huu yani kama tumezoea. Hujai kula raha kabisa? Hata. Raha kwako ni nini? Kama hivi unavyoona wenzetu wasome wa magari mazuri. Vitu kama hivyo. Vitu kama hivyo unaweza ukawa navyo vile vile. Basi ukashindwa kumkumbuka hata Mwenyezi Mungu, hiyo haileti picha. Ukiwa na vitu kama hivi at least pia au ukipata pia utamsahau Mwenyezi Mungu. Upaswi kumsahau Mwenyezi Mungu.